mbingu zimekuheshimu na kukufanya kuwa sehemu ya kusanyiko hili takatifu. Wangapi wanafuraha tena kuwapo nyumbani mwa Bwana? Amina. Karibuni sana. Juma lililopita tunawashirika hatukuwa nao kwa sababu za kijiografia. Wote tunafahamu kilichojiri katika nchi yetu. Lakini miongoni mwao naona wako madhabahuni na malaika namuona yuko pale na baadhi ya washirika wote kwa ujumla. Nafurahi kuwaona. Pokeeni salamu yangu ya upendo kwa kusema amina. Na sasa katika hii ibada ya kwanza nikualike tukutane katika madhabahu hii na somo la kwa nini mwanadamu hana furaha. Mshirika, sikiza vizuri. Haya ni masomo katika moja ya jumbe za msingi na hasa kwa waongofu wapya. Napo kanisani waongofu wapya wapo, ninafahamu, lakini pia neno la Mungu aliko kwa ajili ya watu wa zamani. Ni pumzi ya Mungu iliyojaa nguvu ya uhuisho kwa kila aliyefungua moyo na kulipokea. Tutajifunza somo hili la kwa nini mwanadamu ana furaha, na tutakuwa na vipengele 8 ambavyo vitatanguliwa na utangulizi. Kwa kifupi, nitatamani tujifunze katika staili ya shule, ili wewe na mimi tunapoondoka mahali hapa tusiondoke na spiriti ya waumini, tuondoke na spiriti ya wanafunzi. Wanaweza sasa, wanafunzi wanaweza kuwafanya wengine kuwa wanafunzi. Mwanafunzi mzuri ni yule anayejifunza, aliyejifunza, ndiye atakaye kwenda kufundisha. Kitabu cha Warumi sura ya 3 mstari wa 23 ni aya kuu itakayotuongoza katika kutafakari ujumbe huu. Kwa nini binadamu hawana furaha? Biblia inasema kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa nini binadamu kwa asili hana furaha? Na ningekusihi tunapojifunza ujumbe huu utulize akili yako, utulize roho yako, utulize mwili wako. Sasa kujifunza neno la Mungu ili kupokea neema katika neno la Mungu ni pale unaposikia ukasema amen. Badala ya kusema uambie, badala ya kusema wape. Hapana. Kwa nini? Hatimaye tunapo present message kama hizi, watu wanauliza, wewe umejuaje mimi sina furaha? Mara nyingi hawa ni watu ambao wanatafsiri na kutazama katika engo fupi mno. Lakini ukiaruhusu macho yako yakaenda maili nyingi, utakutana na watu wana nguvu kubwa ya uchumi, lakini hawana furaha na uchumi wao, na vyombo vya habari vinaripoti wakijiua. Niwaulize, kweli au sio kweli? Tunakutana na mtu ana familia, ana mke, ana mume, ana watoto, kila kitu kipo, lakini huko ndani ya nyumba hamna furaha, ingawa kila kitu kipo. Mtu mmoja ana mke mzuri sana, mrembo sana, anaweza kachana nywele, anaweza kapaka lipstick na wanja, na kitembea njiani watu wakasema mashallah. Lakini huyu mtu hana furaha na mke wake, nikiruka njia kama mbwa koko. Akiona mpaka vitoto vidogo anasema Mungu wangu nampataje? Kwenye mji huu tuna baba mmoja, yeye anaishi maisha ya hofu sana katika kiburi cha uchawi. Kwa kwenye movement ya uinjilisti nimekutana. Yeye ile sheria ya miaka 30 kwa kubaka watoto haigusi hata kidogo. Kisha changanya mafaili huko mahakamani, vitavurugana, utamshangaa kesho huko. Ni mtu mzima, lakini akili ni ndogo kuliko mtoto anaye. Nazungumza hivi kwa nini? Uelewe kwa nini mwanadamu hana furaha. Mwingine anasema ningekuwa na cheo, ningekuwa na hiki. Kwa nini binadamu hawana furaha? Kwa nini kuachana ni queen
siku hizi katika familia? Kwa nini mateso yanaendelea? Mtu ni tajiri lakini yuko tayari kumkaba mjasiriamali anayemiliki bodaboda hii, au kijana anayefanya biashara bodaboda akipeleka kipande kwa bosi wake kila siku. Mtu anamiliki uchumi mkubwa, akikutana huyu anakaba na nyongeza. Kwa nini binadamu hana furaha? Katika utangulizi tunajifunza mambo muhimu sana, kwamba iko kanuni ya uumbaji. Kusema kanuni ya uumbaji, uelewe kanuni ya uumbaji, ili kila kiumbe kwenye eneo lake kiwe na furaha toshelevu na kamilifu, lazima kikae hapo Mungu alipokikusudia. Hapo tunakuletea sasa samaki wakae wapi? Wewe unaenjoy uchi kujifunza ni kurudia rudia. Samaki akiamini nje ya maji kuna uzima, kuna utoshelevu, ni Mungu. Ndege wakae angani, wanyama wakae porini. Wanaweza swesa. Hii miti tunaiona ikaya leo. Hiyo ni kanuni ya Mungu ya uumbaji. Nimezungumza vitu vingine, lakini vyote hivyo vimetengenezwa kwa ajili ya binadamu. Binadamu awe na furaha timilifu, ni lazima akae na nani? Hiyo ni kanuni ya Mungu ya uumbaji. Sasa nimezungumza utangulizi, ninamaliza kwa sababu najua pia muda wetu siku ya leo huwa sio mkubwa sana. Wanaweza swesa. Yakumbuke haya. Namshukuru kwa ajili ya watoto wetu wazuri mko hapa, wa kike na wa kiume, vijana wetu mko hapa, kina baba kina mama mko hapa. Kumbuka hiyo ni kanuni. Kanuni huwa haina isipokuwa, kanuni huwa haina option, si ndio? Kanuni ni formula ambayo kimsingi inatakiwa ifuatwe tu basi. Kwa siku kanuni ikivurugwa, matokeo ya kuvurugwa kwa kanuni hiyo kila mmoja atashuhudia. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hebu hesabu 1 mpaka 8. Hesabu. Mbona baba huyu anatuletea hesabu ndogo kama hivi? Hebu hesabu 1 mpaka 8. 1 2 3. 1 2 3 4 5 6 7 8. Wengine huwa ni wavivu sana katika kujifunza. Na wewe ambao unanitazama kwa kunihurumia sana, usinihurumie, unanihurumia kwa nini? Haleluya. Hebu tena ongeza ka sauti kako. Tuhesabu tena. 1 2 3. 1 2 3 4 5 6 7 8. Hii badala ya kuleta ubao niweke hapa afu nianze kuandika 1 2 3. Namba 1 ni ili kuelewa kwa nini binadamu hana furaha. Namba 1 andika, elewa chanzo cha binadamu. Andika hivi. Wewe na mimi tuelewe chanzo cha binadamu. Elimu nyingi zipo zinamwelezea binadamu alivyopatikana. Nyingi, lakini zote achana nazo. Mwanzo 1 mstari wa kwanza inatueleza chanzo cha binadamu kupitia uumbaji. Biblia inasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Wale mnaokubali Mungu aliumba mbingu na nchi pekee yake sema amen. Elewa chanzo cha binadamu. Katika uumbaji wa mbingu na nchi, ndani ya huo uumbaji binadamu yupo. Mwanzo 1:27 binadamu ameumbwa kwa mfano wa Mungu. Elewa vizuri. Elewa vizuri. Na mfano wa Mungu ndani ya binadamu ni pumzi, yale roho ya Mungu. Hiyo ni Mwanzo 2:7. Mwanafunzi mzuri andika. Wanyama wengine wana uhai lakini hawitwi pumzi ya Mungu. Hauna hiyo thamani, hauna viwango. Kwa binadamu ameumbwa na mfano wa Mungu. Ndani ya binadamu kuna roho ya Mungu. Ndiyo maana Mwanzo 1:28 binadamu amepewa baraka na Mungu. Wakati binadamu anatafuta baraka kwenye madhabahu za kiganga na kichawi, sisi tunapofanya uinjilisti, kuna baadhi ya nyumba ukiingia unaona huruma. Unakuta kuna kabinti kanzuri au kabonge la hesha boika fulani kanzuri uko ndani, lakini kakokana mwaba maudenda, kumbe kalisha korofishwa na wajanja fulani katika movement ya kutafuta nini? Pesa. Sikiliza vizuri. Baraka ya binadamu haitoki sehemu nyingine kama baraka ya samaki.
Wale mnaoendaga swimming pool na bahari bichi na mtoni mkaogelea, ulipofungua macho ndani ya maji, uliwahi kuona chakula cha samaki? Sinaongea na watu wakati ambao kwenda swimming pool. Okay, bila mnaga samaki pengine. Okay, mtoni, bahari kule, bahari bichi wakaogelea. Wangapi ambao kuogelea ndani? Ukijaribu kufungua macho na ndani, unaweza ukakiona chakula cha samaki ukakibainisha. Samaki anakiona hakiona? Wanaweza sasa. Baraka ya binadamu ni lazima itoke mikononi mwa nani? Mwa Mungu. Kwa hiyo Mwanzo 1:31 tunaomba sasa uumbaji wa Mungu unakamilika kwa uzuri kabisa. Kila kitu anachokifanya Mungu, alichokiumba Mungu akakiingiza katika kanuni yake, kilifanyika kwa ukamilifu. Mwanzo 1:31. Wanaweza sasa. Sasa tunazungumza sana kwa habari ya binadamu. Binadamu aliumbwa kwa ukamilifu mzuri namna hii, hata wekwa popote pale. Katika miji yetu mbalimbali tumekuwa tukishuhudia upolaji wa pochi au simu. Baadhi ya vijana wahuni anatembea na pikipiki yake iko njiani, akikuta unaongea namna hii, anakwapua simu, huyo anaondoka nayo. Sasa hiyo ilipogundulika, mmoja kuona akina mama wanapotembea barabarani na pochi, unafikiri wanaziweka huko chini na afu wanapanga vile namna hii? Hamna, anaweka pochi kifuani. Anataka kulinda nini? Simu isikwapuliwe. Sio hivyo? Kumbuka mwanzoni mwa mwaka huu mwalimu mmoja hapa alipambana na kibaka mmoja asubuhi. Kapambana naye na Mungu akampa neema, alipopiga kelele wananchi tukanyanyuka. Wale vibaka wakamwacha yule dada akimbia. Akaokolewa na simu yake. Nazungumza hivi kwa nini? Kitu kizuri huwa tuwekagi popote. Kwa hiyo sio kweli, tunatunza. Kwa hiyo binadamu mzuri asiyewekwa popote. Mwanzo 2:7-14, makazi ya binadamu ni lazima yaandaliwe na Mungu. Hapo ni Edeni. Mahali kitu kizuri, kiumbe kizuri kuliko vyote kinapaswa kikae, sio mahali pengine, ni Edeni. Jina la Bwana libarikiwe. Tayari nimezungumza chanzo cha binadamu, na hiyo ni namba 1. Namba 2, nazungumza kwa habari ya agano la Mungu kwa binadamu. Ndio ile 1, 2, 3, 4 mpaka 8. Agano la Mungu kwa binadamu. Mungu ni wa agano, Mungu ni wa ahadi. Mungu wetu anaongea, Mungu wetu anazungumza. Agano, mahali penye agano huwa kuna mapatano kati ya pande mbili. Jina la Bwana libarikiwe. Mwanzo 2:16 na 17, Mungu anafanya agano na binadamu, agano ambalo limelinda nidhamu ya mahusiano na asili kamili ya baraka za binadamu zinazotoka kwa nani? Kwa Mungu. Matunda yote ya miti ya... Andika anguko la binadamu. Anguko la binadamu linatokeaje? Katika Mwanzo 3:1-6, anapotokea mnyama, Biblia inamtaja kwamba ni mwerevu kuliko wote. Na vijana, naomba msikilize, washirika, watoto, kina baba wote, sikiliza vizuri. Sikiliza vizuri. Wakati ule wanyama pale Edeni hawana shida na yeyote yule na chochote kile. Hakuna shida yote. Kwa hiyo Adam na Eva waliishi na wanyama na simba na twiga, hamna shida, na nyoka hamna shida. Lakini unafahamu kuna wanyama binadamu wanapenda kukaa nao. Rafiki mmoja ni mchungaji kule Dar es Salaam, anapenda sana mbwa. Anafuga mbwa kwa gharama yote ile. Anaweza kununua mbwa wa $500,000. Wewe unasema wa nini? Wewe hujui. Anapenda. Mwingine anapenda kufuga paka. Pembeni ya Adamu na Eva ni mnyama gani aliyekuwepo kama rafiki? Nyoka. Muulize mwenzako, rafiki yako ni nani? Ni mnyama anayecheza, hana shida, hana mawazo ya kung'ata, hiyo akili haipo. Kwa hiyo shetani anapokuja kumwangusha Adamu na Eva, anapiga maisha, anaona genius kama Adamu, siwezi nikamkamata masikio kirahisi. Mtu aliyepewa interview ya kuvipa majina viumbe vyote vya dunia, asijichanganye hata kimoja. Mzee mmoja aliwahi kuzaa mtoto akamwita Grace. Akazaa mtoto anayefuata akamwita
Zera. Akazaa mtoto mwingine akamuita Neema. Unaonaje? Kwa wasomi kuna tofauti ya grace na neema. Adamu hakuwahi kutoa jina moja kwa viumbe. Na neno vizuri ni genius. Aliposema wewe ni nyoka aina ya kobra, hakuna kobra mwingine. Hakuna mwingine kobra aliyepewa, mnyama mwingine, nyoka mwingine aliyepewa lile jina. Ni genius. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ule shetani anafikiri kumangusha huyu mtu is not easy. Nipitie kwa mke. Lakini mke nampataje? Akatafuta rafiki wa mke wa karibu ambaye ni nani? Kwa sauti ambaye ni nani? Nyoka. Kwa hiyo huko linatokea Adamu anakula matunda ya ujuzi wa mema na mabaya katika ushawishi na ubembelezi mwingi aliyoufanya Eva, huko akimwambia unaona hata na mimi nimekula, kwani nimekufa? Si mnafahamu Eva alikula, si ndio? Sina mimi nimekula na sijafa. Lakini kwa sababu hiyo unaona Adam akawa amemwasi Mungu. Hiyo ni Mwanzo 3:1-6. Akamwasi Mungu kwa namna gani? Warumi 3:23, kwa kufanya dhambi. Na kufanya dhambi kwa maana ya kuasi agano la Mungu kukamhamisha Adamu na Eva kutoka kwenye mamlaka ya Mungu na kumpeleka kwenye mamlaka ya shetani. Hiyo ni Yohana 8:44. Ndika hivi. Binadamu ambaye chanzo chake na furaha yake ni Mungu, sasa ametoka kwenye himaya ya Mungu na kuingia katika himaya ya shetani. Namba 4 katika zile namba zetu namba 4 tunazungumza hali 6 za binadamu aliyeachana na nani? Mwanafunzi, asante mama kwa kujibu. Tunajifunza. Tunazungumza hali 6 za mtu aliyeachana na nani? Na Mungu. Hali ya kwanza, Adam akafa kiroho. Efeso 2:1. Adam akawa hai kwa namna ya mwili, ni giant, ni mtu mashuhuri, ni profesa, ni dokta, ni mtu mkubwa, ni daktari bingwa, ni mtu mkuu kwenye mambo ya uchumi, anaweza kuwa rais, anaweza kuwa baba zao. Ni mtu mkuu, lakini amekufa kiroho kwa sababu ya kuliasi agano. Kifo cha kiroho. Mahali kifo cha kiroho huwa hakiachi mbali maumivu ya nini? Ya moyo. Manake ndani ya moyo wa binadamu furaha ya kiungu hamna, kwa sababu ile mizizi iliyo download furaha kutoka kwenye chanzo kamili cha Mungu imekatika. Kwa hiyo moyo wa binadamu sasa ni sehemu ya mizigo, na ndiyo maana kujiua ni kwingi, ndiyo maana kujuta ni kwingi, ndiyo maana kusalitiana kwa wapenzi ni kwingi, ndiyo maana kutarikiana ni kwingi. Kunazaliwa katika maumivu ya nini? Ya moyo. Mathayo 11:28. Mwenye maumivu ya moyo baadaye kualikwa na shetani akajinyonge, Kristo anamwalika ili amtoe hiyo mizigo katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ilipokufa roho, moyo hauko sawa, vinatanguliwa na akili iliyo corrupt. Akili inatiwa giza. Wakorintho wa 2:4. Akili ya binadamu inatiwa giza. Haielewi agizo la Mungu, haitambui sharti la Mungu. Leo tunaishi kwenye dunia inayozungumza haki za binadamu, lakini kiruhusu kushoga. Nazungumza hivi, niko hewani. Narudia tena, akili ya binadamu iliyoharibika haitambui haki ya Mungu. Kwa hiyo mambo ya lesbian, mapenzi ya mwanamke na mwanamke, homosex, ni vitu ambavyo vimeamriwa na wasomi, vinahalalishwa na watu wa dini na watu wakuu wenye elimu katika hii dunia, watu waliokufa kiroho, watu ambao ndani kuna mizigo ambayo wanataka kuitua kwa namna mbalimbali, wasiweze, wakajikuta wanaamua vitu vya hovyo, sio vinaamriwa katika akili iliyo corrupt. Giza limetawala akili. Ukisoma kwenye Yohana sura ya 3 mstari ya 20, hawa watu hawapendi mambo ya nuru. Ukizungumza
kukimbia, anaondoka haraka kwa sababu amekwisha kuwa muhanga wa giza. Hayo ni matokeo ya mtu aliyeachana na Mungu, mtu aliyekufa kiroho. Giza linatawala. Nimekuambia Wakorintho wa pili 4 nimeandika hapo. Kiweza kuandika Yohana sura 3 mstari wa 20, ni hali ya mtu aliyekufa kiakili pia. Pana hali 6. Hali nyingine, huu mwili unageuka kuwa hekalu la kuzimu. Magonjwa ya kila aina yako huko ndani, tabia za hovyo ziko huko ndani. Mwili lazima ufunikwe, mwili lazima ustirike, lakini binadamu furaha yake ni kujiacha uchi. Ajabu sana, tuna wanaume akivaa suruali na huko chini, basi kibox unakuta kinaonekana kwa huko juu, na akitembea na chakula cha kweli. Haelewi kwamba by the nature mwili utengenezwa kama hekalu la Mungu, na kwamba unapaswa kusitiriwa vizuri. Mwili umeharibika, kimekuwa kitu cha ovyo. Binadamu akisha achana na Mungu, ule utu wa binadamu unapamba, binadamu anakuwa jitu. Mwanzo sura ya 6 mstari wa 1. Katika ulimwengu wa leo, usiombe kukutana na jitu, bora ukutane na wanyama. Kuna wakati unaweza kukutana na nyoka akakukimbia, lakini siku hizi unakutana na binadamu anakukimbilia ili akumalize. Ni matokeo ya anguko la binadamu. Mwili wa binadamu ni bohari ya madawa, dawa ya kila aina, dawa ya kulevya, madawa ya matibabu, kwa sababu ya magonjwa ya kila aina. Marko sura ya 11 kianzia mstari ya 25. Magonjwa ya kila aina. Pima hospitali na nyamaza kila, haina majibu. Inasema huumwi lakini unafumia povu. Waganga wa kienyeji wanakucheza dana, wanaisha kukufilisi wakiamini wanakusaidia. Mwili umekabidhiwa kwa shetani. Shetani anaudana mwili wa binadamu kama mpira wa gogo. Hayo ni matokeo ya anguko la binadamu. Nimezungumza hali ya 4. Hali ya 5, binadamu huyu siku akifa, moja kwa moja ana tiketi ya kwenda jehanamu. Hajalishi ni mchungaji, hajalishi ni mtoto wa mchungaji, hajalishi ni baba askofu, hajalishi ni rais wa nchi, hajalishi ni mwanasheria. Akifa hakuna uchaguzi. Akifa ni lazima aende mbinguni. Unasema mchungaji, umeyapata wapi? Luka 16 mstari wa 19 mpaka 31. Tajiri alipokufa na utajiri wake, lakini ni muhuni, ni mtu wa hovyo, amefarakana na Mungu. Aliamini fedha zake zingemsaidia, aliamini mali zake zingemtoa, aliamini cheo chake na heshima aliyoishi kwenye ulimwengu ingemsaidia. Akashangaa saa ya mauti yake vimekaa pembeni vya mwijoni, akatumbukia jehanamu. Mbaya zaidi, hali ya 6, kabla hajafa huyo mtu anaacha urithi mbaya kwa wazazi wake. Kuwa muhuni, kuwa mlevi, jambazi, mwasherati, siku wakifa anahakikisha hiyo mbegu ameipanda vizuri kwa watoto wake. Hiyo ni Maombolezo sura ya 5 mstari wa 7. Nimezungumza matokeo 6 yanayoanzia katika anguko la binadamu. Nayo ni namba 4. Namba 5, nataka kuzungumza suluhisho la binadamu ili kupambana na hayo mazingira ya hovyo yaliyosababishwa na shetani. Kuna aya zimetengenezwa katika Biblia isiyojulikana zinazosema Mwenyezi Mungu mwenyewe amesema jisaidie na mimi nitafanyaje? Ukisoma kwenye Biblia yako ulionayo kwenye vitabu 66 Mwanzo mpaka Ufunuo, hiyo aya haipo.
hizo aya zinatokea kwenye Biblia isiyojulikana. Katika hangaiko la binadamu kujitetea, kuondoka kwenye huu utumwa, kwenye hayo mateso, binadamu ameanzisha dini. Yohana sura ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 9. Ndani ya dini tumeona kuna movement ya kuitengeneza taasisi nzuri, lakini hakuna uzima. Nikodemo alikuwa kiongozi wa dini ambaye hajaokoka. Wewe uhakika chini yake alikuwa na washirika ambao hawajaokoka. Kwa hiyo wewe na mimi hatuhitaji dini. Huhitaji dini ya kirokole, huhitaji dini ya kipagani, huhitaji dini ya kimila, huhitaji dini ya Kiislamu, huhitaji dini yoyote ile. Wewe na mimi tunahitaji wokovu. Kama unaenda usema amina. Binadamu katika kupambana na matatizo yake, yeye ameanzisha dini. Mwambie jirani yako, achana na dini, haitakusaidia chochote. Usiwe mtu wa dini ndani ya kanisa. Usiwe mtu wa dini. Dini itafunika aibu yako. Siku moja dini itakufunua aibu yako. Dini haitakusaidia. Kitu kingine ambacho tunazungumza namba 5, suluhisho la binadamu ili kutatua hayo matatizo sita ambayo tumejifunza. Binadamu anaamini kutatua matatizo yake kwa njia ya fedha. Wengi hawana muda wa ibada, hawana muda wa kumtumikia Mungu kwa sababu wanatafuta fedha. Andika tena Marko 11:25 mpaka 28. Lazima mpaka 31, sio mbaya. Mwanamke alikuwa na nguvu ya uchumi, alikuwa tajiri, lakini aliblidi kwa miaka 12. Biblia inasema alitembelea waganga wengi, akatumia fedha zake ili simuondoe kwenye hiyo aibu. Zile fedha hazikumsaidia. Unaamini kutoka kwenye mifumo ya shetani kwa njia ya fedha. Kuna siku utashangaa fedha inakudhihaki na roho ya mauti ikija kukunyonga na fedha zako mkononi. Suluhisho la matatizo ya binadamu haliko katika fedha. Wanafunzi pekee wanaosikia na kuamini useme amina. Ninazungumza kitu cha 3 ambacho Ibilisi amewadanganya wengi baada ya kuanguka. Sasa binadamu wanajaribu kujitafutia suluhisho la matatizo kupitia hivyo. Wengi wanafikiri acha nisome elimu. Andika elimu. Ni kweli tunahitaji elimu, lakini elimu iliyofarakana na Mungu kilele chake ni matatizo zaidi. Nimekwisha kukuambia wale walioamua na kuhalalisha ndoa za jinsia moja. Haya matangazo kwenye nchi za wenzetu huko nje yametangazwa madhabahuni, na ndoa za jinsia moja zinafungwa makanisani. Kwenye serikali zao ukisikika unahubiri kama hivyo, na kikasufui polisi wanakukamata, wanakuweka ndani, kwa sababu unaingilia haki za binadamu, unaingilia haki ya mtu. Sikia, elimu iliyofarakana na Mungu, hii elimu haitakusaidia. Nimrodi alikuwa na elimu kubwa, mtu aliyeweza kuplani mnara wa Babeli uliotokea hapa kwenye hii dunia, na akiwa na lengo uende juu. Mungu alipowaangalia akasema, jamani, kiwacha itakuwa ajabu sana. Akaamua kuwafuruga kwa kuwapandikizia maruga mengi, lakini walishatoka hatua moja na waelekea hatua nyingine. Ni zamani sana, alikuwa na akili ya kutengeneza ghorofa refu mno. Sikia, elimu iliyofarakana na Mungu haitakusaidia. Kolosai 2:8. Biblia inasema, angalieni msifanye mateka kwa elimu ya bure. Elimu ya bure ni ipi? Ni elimu iliyofarakana na Mungu. Hello. Kuna watu wako wanaendelea kuelewa hili somo, useme amina. Ni ujumbe muhimu mno. Bwana Yesu asifiwe sana. Wana mahangaiko mengi katika nyakati hizi. Nizungumze hangaiko la 5 na mwisho kwa ajili ya muda. Yako mengi. Tunaishi katika msimu ambao Wakristo kanisani hamna. Kuna Wakristo leo yuko huku, leo yuko kule, ni kama ndege wa msimu. Unajua ni kwa nini? Kwa sababu amefarakana na agano la nani? La Mungu. Kwa hiyo Wakristo au waamini wengi kwenye madhehebu mbalimbali wamejikuta ni wahanga na watumwa wa madhehebu ya kidini na
kwenye dunia hii ili kufuruga akili za watu. Wanaendelea kuishi maisha ya utumwa wa dhambi huko wakiwa makanisani. Leo akiwa kule, akivuruga hapa na hamia kule, akivuruga kule na hamia huku, akifikiri hizo propaganda za kisiasa zina mantiki huko kwenye dini. Isaya sura ya 6 mstari wa 13. Angalia kilio cha watu wa dini. 6:13 na 14. Bwana Yesu asifiwe. Dini haiwezi kukusaidia. Dini haiwezi kukuondoa kwenye hivi vifungo vya shetani, kwenye matatizo ya anguko. Haiwezi. Bwana Yesu asifiwe. Dini inaendelea kuwa kama wale mnaofahamu buibui huwa na mtego wake unaotokea ndani ya mwili wake. Ni kamba hii, akishitega mahali anakaa pembeni ili asubiri wadudu wanaoweza kunasa kwenye ule mtego, na kisha ona mdudu fulani anaingia pale, anachomoka kwenye ile engo alikojificha, alafu anaanza kumzunguka yule mdudu, anamzunguka yule mdudu, anamfunga na ile kamba. Akishakuwa tight, amefungwa vizuri, ndipo anaanza kumfyonza. Kikuta mdudu aliyefyonzwa na buibui kwenye kile kijimtego chake, ukimbonyeza namna hii, ndani huwa hamna yaliyo. Buibui anafyonza ule utumbo, analiacha kava pale. Ndani ya dini watu wanatengenezwa kuwa makava, huku wamesha liwa. Sasa nataka kuzungumza eneo lingine ambalo Ibilisi amewapeleka watu na kuwafunga huko kwa njia ya manabii wa uongo, wanaotabiri uongo, wanaotumia madhabahu kuzungumza matakwa yao. Na kwa sababu washirika ni wajinga kichwani, wametupilia mbali agano la Mungu, kinachofuata wanajikuta ni kama buibui aliyenaswa katika mtego, aliyenasa mtego wake. Ukitazama unafikiri yule ni inzi ambaye amenasa pale, lakini ni cover na inzi, kusogezi mwenyewe ameshaliwa. Dini madhabahu inayoendeshwa na waganga na wachawi, matapeli, manabii wa uongo hawatakusaidia kuondoka katika matokeo ya anguko. Binadamu aliyeanguka anahitaji kukutana na neema ya Mungu tu peke yake. Kama unaelewa useme amina. Kisoma waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 1, maana unasema, wapenzi, msiamini kila roho, bali zijaribuni hizo roho kwamba zimetokana na Mungu, kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea duniani. Mahali pengine Yesu anasema manabii wa uongo wametokea duniani, lakini wakihubiri kwa jina la nani? Kwa jina langu. Tunajuaje ni manabii wao? Ni kile kinachowatoka kinywani mwao, sio maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Sio maisha yao. Kwa hiyo ziko harakati nyingi, lakini wengine wanaamini katika mambo ya uchawi. Ukisoma kwenye Matendo ya Mitume sura ya 13 mstari wa 4 wa 6 mpaka wa 8, tunaona mkuu wa wilaya ambaye alikuwa mtumwa wa jamaa mchawi, ni kiongozi wa nchi. Mkuu wa wilaya ni mtu mkubwa, ni mwenyekiti wa ulinzi na usalama wa wilaya, lakini alikuwa mtumwa, alikuwa anafanya kazi chini ya mchawi. Wengi wanaamini uchawi, wengi wanaamini mambo ya lamli. Matendo ya Mitume 16 mstari wa 16. Zote hizi ni mbinu ambazo shetani amejaribu kuziapply kwenye akili za wengi, kama vile kule kwenye bustani ya Edeni ambavyo Adam aliambiwa unaweza ukaishi bila nani? Kwa namna gani? Chukua majani ya miti shona ufanye.
Bwana Yesu asaidie sana. Nimezungumza namba 5. Namba 6, nataka kuzungumza suluhisho la kweli. Suluhisho sahihi la matatizo. Wewe unayejua, wewe usiyejua, sikia tena. Sisi watu tunasema mwiba ulipochomea ndipo unapochomolewa. Kama mwiba umechoma huku kwenye unyani, tukakukuta unahangaika kutoa mwiba kusikioni, tunajua huyu mtu ana matatizo ya akili. Nazungumza hivi kwa nini? Suluhisho la matatizo ni nini? Suluhisho la kweli. Mwanzo 3:15. Huyu ni mzao wa mwanamke asiye na asili ya damu, Yesu Kristo. Ni sadaka maalum kwa ajili ya wokovu wako, kwa ajili ya wokovu wako, kwa ajili ya uzima wako, kwa ajili ya heshima yako. Yesu Kristo. Mwanzo 3:15. Wanaweza sasa ni Mathayo 1:21. Huyu anaitwa Mwokozi. Kisoma Kumbukumbu la Torati, kisoma Galatia 4:4. Mzao wa mwanamke ndiye suluhisho la haya matatizo, suluhisho la kweli. Nimesema hili ni toleo, hii ni sadaka maalum kutoka kwa Mungu, kwamba katika upumbavu wangu, katika kuharibika kwangu, tumetoka kuimba hapa, nifinyange. Mfinyanzi mwema anaweza kufinyanga kitu akakiweka kwenye matakwa yake. Huyu si mwingine, ni Mungu mwenyewe, kwa sadaka ya pekee ambayo Mungu ameitoa kwa ajili ya kufanya matengenezo ya binadamu aliyeharibika. Ni mzao wa mwanamke. Hebu sema mzao wa mwanamke. Huyu ni Yesu Kristo. Ajabu ni hapa, Yohana 1:11, alikuja kwa walio wake hawakumpokea. Ndio kijana yako mwambie usiwe wewe leo katika jina la Yesu. Wengine walipompokea wakamwacha wapi? Akili. Moyoni hana nafasi. Wengine walipomweka moyoni hawakupa mamlaka ya kutawala moyo. Kwa hiyo Kristo ndani yao ni mtumwa. Akiumwa anamtaka Yesu ampone. Akipungukiwa uchumi anamtaka Yesu ambariki, awe tajiri. Akitaka cheo anamtaka Yesu ampandishe cheo. Hajawahi kumpa sikia Yesu ili asikie Yesu anamtaka wa nini. Hiyo sentensi imekaa vizuri. Kuna watu wameelewa? Yesu yuko moyoni mwake. Huyu mtu hajawahi kumpa sikio Yesu kwamba Yesu yuko ndani yangu, hivi unataka nifanye nini? Hapana, amemtengeneza Yesu kwa mtumwa wake. Juzi nimehubiri kwenye maombi, ibada ya maombi hapa. Hakuna muujiza wa milele kwa binadamu. Ukitaka kuamini hayo, nenda kamtafute Mariamu na Martha. Waambie ndugu yenu alikufa, akazikwa, si ndivyo? Akafufuliwa na nani? Nauliza wapi? Akafufuliwa na nani? Isaac. Mbona msikia habari za Lazaro mpaka leo yupo? Alikufa tena. Yule dada aliyeponywa akiwa na bleeding miaka 12, leo bado anaishi. Yuko wapi? Saa ya kufa ilipofika alideni. Nikakufundisha kitu gani? Kwa hiyo muujiza mkubwa kuliko yote ni muujiza wa wewe na mimi kuokolewa. Kama kuna mtu anafurahia kuokoka, mpigie Bwana makofi na vigelegele. Huu ni muujiza mkubwa. Ndipo tulipojifunza siri iliyojificha katika Yohana 20:30-31. Kwa nini tukiomba wagonjwa wanapona? Kwa nini? Ni kwa sababu gani? Ili kwa njia ya uponyaji ule watu waelewe Yesu ni Kristo, wakishaelewa Yesu ni Kristo wamwamini, na wakishamwamini wao wanamshika katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo suluhisho la matatizo ambalo wewe na mimi tumepewa ili kutatua matatizo ambayo hayana tiba kwa waganga wa kienyeji, hayana tiba kwenye dini, wewe na mimi lazima tupe suluhisho la maisha yetu. Haleluya. Unasema chukua mbona nimeshaokoka, unahitaji kuokoka tena na tena, kama unavyokula tena na tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Watoto mnajua namna mnavyokujiaga nyuso mkitoka shule, hapo mkakuta nyumbani mahali popote yamenuna. Si mnanuna? Nahitaji kuokoka kila siku. Ngapi wanaelewa? Sema amina.
Mathayo 16:16, Yesu ni Kristo Bwana wa Mungu aliye hai kwa ajili ya suluhisho la matatizo yetu. Huyu ni kuhani wa kweli, huyu ni nabii wa kweli, huyu ni mfalme wa kweli. 7, tunawezaje kuokolewa kwa njia ya Yesu Kristo? Fungua moyo wako. Usifungue akili yako. Fungua moyo wako, Yesu Kristo aingie. Bwana Yesu asifiwe sana. Usiseme mimi ni baba askofu. Baba askofu warudi ni wengi kwenye dunia. Mimi ni shehe. Usiongee hivyo. Usiseme mimi ni mwanasheria. Mwanasheria wakuli wako wengi kwenye hii dunia. Fungua moyo wako, Yesu Kristo aingie. Akiingia huko ndani asiwe shosti wako, awe Bwana na Mwokozi katika maisha yako. Unakubali useme amina? Yesu awe Bwana. Yesu awe Mungu. Yesu awe mfalme. Yesu awe Kristo. Yesu awe Mwokozi. Ufunuo 3:20 inakutaka wewe na mimi tufungue mioyo. Usifungue kwanza akili kisha pata taarifa za Kristo. Peleka information moyoni. Fungua moyo, Yesu Kristo aingie atawale maisha yako. Huo ni mwanzo wa wokovu wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ukisha fungua moyo wako, Yohana 1:12, mpokee, ruhusu aingie ndani. Maandiko yanasema wote waliompa Yesu Kristo maisha yao walipewa uwezo kufanyika kuwa wana wa Mungu. Ni wangapi mahali hapa wangefurahia kuwa wana wa Mungu? Pepea mkono wako hewani. Haleluya. Hiki ni cheo kisichonunuliwa kwa fedha. Huwezi ukatambika katika misimu ya kwenu halafu kule ukavuna kuwa mwana wa Mungu. It is impossible. Huwezi ukatoa sadaka nyingi. Nimekwenda Korea, nimeona wasomi wakubwa, matajiri wakubwa wanabeba sadaka kwa mabilioni ya pesa, wanakwenda wanatoa kwenye sadaka za miungu ya Mungu wao Budha. Hawawezi kuwa wana wa Mungu wa kutoa sadaka kubwa kwenye miungu, isipokuwa ni kwa kumfungulia Kristo mioyo yetu, aingie huko ndani, awe Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Huo ndio mwanzo wa uponyaji wa akili, uponyaji wa roho, uponyaji wa maisha ya binadamu. Ndipo tunapokutana na Wakorintho wa pili 5:17. Hata ile kwa mtu ukiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe gani? Nje ya Kristo, ndani ya dini unakuwa mtu wa dini, na mambo yote ya kale mengine umeyabeba mgongoni, mengine umeyabeba kichwani, mengine umeyabeba kwenye viungo vyako vya uzazi, yamejiwekesha kila eneo. Ni wakala wa kuzimu. Leo uko wapi? Uko kanisani. Ni injili mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndani ya Kristo tunaweza kuwa viumbe vipi? Wale wanaonifuatilia, nimeshazungumza na mangapi? Wale wenye uhakika nayo majibu, nyosha mkono. Nimezungumza na mangapi? Hebu jipigieni makofi. Kwa miaka ya nyuma sana, tumishi mmoja wewe kusema hapa sio kanisani. Wale mnaokumbuka alisema hapa ni wapi? Chuoni. Asante mwanangu, hapa chuoni. Lakini chuoni kuna watu kule chuoni anasapu. Wewe kusikia? Watima kwa mkumko. Anakoma na primary, anakoma na ile, koma na advance, anakoma na chuo. Mwingine anasapu mwaka wake wa mwisho. Hiyo kijana yako mwambie usisapu kwenye hiki chuo. Haleluya. Usifeli ndani ya chuo hiki. Nazungumza namba 8. Na mwisho, baraka za kuokoka au faida za kuokoka. Ziko baraka za kuokoka, hutazipata kwa fedha. Zina makundi mawili. Kundi la kwanza ni baraka za cheo. Unapookoka unapewa cheo cha kufanyika kuwa mtoto wa Mungu. Na unajua nani ana haki ya kumwambia baba yake nipe kila siku nipe, ingawa baba anazungua kile mtoto anazungua ni mtoto. Maana ana haki ya kupata kwa baba yake. Yohana 1:12, furahia kuwa mtoto wa Mungu kwa kumpokea Yesu Kristo. Kama unakubali sema amina katika jina la Yesu. Hizo ndicho hakinuliwi kwa fedha. Na kama kuna binadamu haoni thamani ya kuwa mwana wa Mungu kwenye huu ulimwengu, uwe na uhakika opposite ya kuwa mwana wa Mungu ni kuwa mwana wa Ibilisi. Kwa hiyo unaona namna hiyo mtu alivyokuwa na shida kwenye hii akili yake. Nikubariki leo usiwe wewe katika jina la Yesu. Amen.
furahia kuwa mwana wa Mungu. Faida ya pili ni kuongozwa na Roho Mtakatifu. Mungu anaongea. Mungu wetu anaongea na wivu mkubwa uliojaa dhima ya kuokoa na kuponya. Kwa hiyo tunamwona Yesu Kristo akiililia